tumbo lake. Hana alinung'unika, Hana alilalamika, Hana alisononeka. Wakati huo mume wake anajitahidi kumfariji. Mume wake anajitahidi kumwambia, mimi ni nani kwako? Watoto ni kitu gani? Mimi ndio niliyokupenda. Hana hakuelewa kitu. Yaani hakuelewa kitu. Hakuelewa kwamba yule mwanaume anayempa faraja ndio mwanaume aliyemtoa kwao na kumleta pale. Hana hakuelewa. Alipofarijiwa hakuelewa. Mpaka pale Mungu alipoingilia kati. Hana ndio akaiona furaha. Hana ndio akaiona faraja. Hana ndio akapata tumaini. Wakati mwingine unaweza ukapita katika jangwa. Sio shetani tu anaruhusu. Mungu naye anaweza akaruhusu upite hapo. Aone nini utakachokifanya. Aone ni kwa namna gani unaweza ukastahimili. Aone ni kwa namna gani kiwango chako kipo. Anapima uwezo wa kiwango chako cha imani. Bwana Yesu asifiwe. Hana hakulogwa. Tunaambiwa Mungu alifunga tumbo la Hana. Ina maana Mungu alikuwa anataka kumtengeneza Hana. Hana alipofarijiwa hakuelewa. Jangwa ni kitu kibaya. Jangwa ni kitu kinachohuzunisha. Unapopita humo unamhitaji Mungu sana. Unahitaji utulivu pia. Usikurupuke. Usiwe mwongeaji. Inatakiwa utulie. Huduma watu wanazisha huduma wanauliza utaweza. Huduma hiyo utaweza. Ona wenzako wale kwanza wewe ni nani? Una nini? Watu wanakata tamaa. Watu wanavunjika moyo. Wanaingia kwenye huduma akiwa wamechoka kwa sababu ametangaza nataka kuanzisha huduma. Mwingine akainuka, akapita kwenye jangwa la kutokufarijika. Hana faraja. Bwana Yesu asifiwe. Jioni leo Mungu anatuambia tushikane mkono. Tuteteane, tuombeane, tuinuane ili tuweze kuvuka salama. Kama bado hatujapita humo, hata tukipita tuwe majasiri katika hilo jangwa. Bwana Yesu asifiwe. Ayubu, kitabu cha Ayubu sura ya 3 mstari wa 1. Utakutana na habari ya Ayubu. Ayubu alipita kwenye jangwa la magonjwa. Ayubu aliumwa. Mungu napo aliruhusu. Ayubu hakutenda dhambi. Mungu aliruhusu Ayubu ajaribiwe kwa namna hiyo. Ayubu aliumwa. Ayubu alipoteza kila kitu. Akapita kwenye jangwa lisiloelezeka. Mke wake naye baada ya kumfariji akawa anamsema vibaya, lakini Ayubu alisimama. Ayubu alimwambia Mungu, nitaendelea kubaki hapa hapa. Mungu, mimi nimezaliwa uchi, nitarudi uchi. Kuna wakati vitu vya dunia hivi visitutenganishe na Mungu, visitukutanishe na Mungu. Maisha haya mpendwa tunapita. Ni kweli tunavihitaji kwa sababu tupo duniani hapa, lakini tusijisahaulishe tukaona sisi ni wa hapa, sisi ni wa kupita. Unavyovipambania hivyo mpaka ukamwacha Mungu, kuna siku utaviacha. Havitakufaa kitu. Tunatakiwa tumshike Mungu. Tunatakiwa tumwangalie Mungu. Ndio maana tunakusanyika namna hii. Tutiane moyo namna hii. Sijui ni wapi umechoka. Sijui jangwa gani unapitia. Sijui wapi unaona hapawezekani. Jioni ya leo ninakwambia, maadamu Mungu amesema utawezekana. Patawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Changamoto zilikuwa ni nyingi jangwani. Watu walipitia. Yusufu alipitia changamoto ya kukataliwa. Ndugu zake walimkataa. Wazazi wa Yusufu walimkataa. Alipoota ndoto na kuwaambia, hawakumuelewa tena. Wakasema huyu mtoto ina maana anataka kukua aanze kututawala sisi. Wakaingiwa na kinyongo. Ndugu wa Yusufu ndio waliomuuza kwenda utumwani. Ndugu wa Yusufu ndio wamsababisha akae gerezani. Hata ndugu akikukataa, hilo ni jangwa. Kumbuka kwamba unapita tu hapo. Mshikilie Mungu, mshikilie Yesu, yeye atakuvusha salama. Usiangalie binadamu. Acha kusema aliyenitenga ni mama yangu, acha kusema aliyeniumiza ni mke wangu, acha kusema anayeniumiza ni mume wangu. Wewe mtazame Mungu, liangalie kama jangwa, kwamba leo niko hapa, kesho nitatoka, nitaendea ushindi wangu. Leo ninapita hapa. Hii ni safari. Safari haiwezi kuwa sehemu moja. Safari haiwezi kuwa tambalale siku zote. Safari na minuko, safari na kushuka, safari na mikingamo, safari na kila aina. Maadamu tunaelekea Kanaani tutafika. Bwana Yesu asifiwe. Hicho kilikuwa ni kikwazo, ni kipindi cha kwanza. Kipindi cha pili kilikuwa ni hofu. Hofu nayo ni adui mkubwa kwenye safari yetu. Neno hofu. Watu wengi wamesema hatuwezi. Watu wengi walijikatia tamaa. Watu wengi walijiambia kwamba mimi nimeshafika mwisho. Watu wengi walijiambia mimi basi. Kuna mtu alitamani kufanya kitu fulani, lakini alipojiangalia akasema, hapana, mimi siwezi. Mimi ni nani?
nitawezaje? Nitafikaje? Nitaweza na hili? Wengi wakashindwa kuzifikia ndoto zao. Wengi wakashindwa kuishi uhalisia wa maisha yao kwa sababu ya hofu. Walipokuwa wanaenda, walipotazama nyuma, wakamuona Farao na wapanda farasi na magari yao wanawafuata, wakaingiwa na hofu, wakaanza kumlilia Musa, wakamwambia Musa, umefanya nini hiki? Wapi unakotupeleka? Kuna watu siku ya leo wanaenda na kilio mbele za Mungu, wanamwambia Yesu, kwa nini umenitoa hapa? Kwa nini umenileta hapa? Kwa nini umenipa hii ndoa? Kwa nini umenipa hii kazi? Kwa nini umenipa hii biashara? Kwa nini umenipa huyu mtoto? Kwa nini haziishi? Ni kwa sababu ana hofu ndani yake. Hofu ni kizuizi kikubwa cha safari. Ukitaka kufanikiwa katika maisha yako, ondoa hofu. Kila siku jiambie, mimi ninaweza. Kila siku jitamkie kwamba ninaweza. Hata mazingira yakikukataa, yakikwambia huwezi, ukiingiza hofu ndani yako, ni kweli hutaweza. Ukiingiza hofu ndani yako, utashindwa. Wanadamu hapo, hatuishi kwenye ulimwengu ambao tuko wenyewe tu. Tunaishi kwenye ulimwengu ambao tumechangamana. Unapoanzisha jambo, kuna watu watakwambia utafika wapi. Ni wangapi wameanzisha? Ni wangapi wamefanya hivyo? Ni wangapi wameshafanya? Wameishia wapi? Na wewe ukiingiza hofu, ukikubali yale maneno, ukikubali zile sentensi, utaishia kuanguka, utaishia kushindwa. Tumeshindwa kupiga hatua. Ukianzisha biashara yako, wanakuuliza unataka kuuza nini? Kuna watu walishafanya biashara, hofu ikakuingia, ukaacha, ukarudi nyuma. Ukianza kuimba, unaimbaje hivyo? Hofu ikakuingia, ukarudi nyuma. Hofu inakamata maisha ya kimwili na ya kiroho pia. Unaweza ukawa ni mhudumu mzuri, lakini hofu ikakwambia utaweza wewe. Wewe ni nani? Umekuwa nani? Unaona unapokutazama, hofu ikakukamata, ukashindwa kuendelea. Kwa kipengele kingine ni hofu, lakini kipengele cha tatu ni maadui. Tuna maadui katika maisha yetu. Tuna maadui katika safari yetu. Tuna maadui katika safari tuliyokuwa nayo. Hawa maadui hatutakiwi kuwapa nafasi. Hawa watu hatutakiwi kuwatuache hata mwanya wa kujielezea kwetu. Wakati Musa anaondoka, maadui waliwafuata nyuma. Lakini ukisoma kile kitabu cha Kutoka 14:13 na 14, Kutoka 14 mstari wa 13 na 14. Kitabu cha Kutoka 14 mstari wa 13 na 14. Kutoka 14 mstari wa 13 na 14, neno la Mungu linasema, Musa akawaambia watu, msiogope, simameni tu mkauone wokovu wa Bwana atakaowafanyia leo, kwa maana hao wa Misri mliowaona leo hamtawaona tena milele. Bwana atawapigania ninyi, nanyi mtanyamaza kimya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hayo ni maneno Musa aliyoambiwa na Mungu. Akaambia waambie wana wa Israeli, wanalia nini? Wanaogopa nini? Wasiogope. Neno moja linalonipa ujasiri ni kwamba usiogope. Lile neno la usiogope. Hao maadui unaowaona leo hautawaona tena. Simameni tu mkoone ukuu wa Bwana. Bwana atawapigania na ninyi mtanyamaza kimya. Jioni ya leo nataka nikwambie, mahali unapopita unapoona pana ugumu, mahali unapopita unapoona siwezi, mahali unapopita unapoona nimeshindwa, mahali unapopita unapoona umekata tamaa, ninataka nikwambie usiogope. Simama tu, Bwana atakutetea, Bwana atakushindia. Yeye aliyeanzisha hii safari ndiyo atakayeimaliza. Sisi tumeanzishiwa safari, sisi tumeitwa tu safarini. Wewe ni shahidi wa maisha yako. Wapi Mungu amekutoa? Huko alikokutoa, amekutoa na anajua wapi anakupeleka. Usiogope. Ukisoma Biblia ina maneno usiogope, 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 usiogope. Usiogope ni mengi. Linaweza likawa neno dogo, lakini jioni ya leo ukimsikiliza Mungu kwa namna anavyosema ni kwamba usiogope. Na usipoogopa, na kuhakikishia utasimama tena. Mahali ulipoona kwamba siwezi, utaweza tena. Mahali ulipoona kwamba hapa sitaweza, utaweza tena. Utasimama tena, utainuka tena. Simama tu, tukamwone Bwana akitutetea. Jioni ya leo nikutie moyo kwamba tupo siku ya pili ya maombi. Tutakapoenda kumwomba Mungu, muombe Mungu bila kuogopa. Yeye amesema tusimame tu. Mungu amesema tusiogope. Uchumi wetu utaimarika, kanisa letu litaimarika.
Baba Mungu, ninakushukuru, asante kwa ajili ya jioni hii, asante kwa ajili ya neno hili. Roho Mtakatifu, ninakushukuru, asante kwa namna ambavyo umenitumia kama chombo. Nakushukuru kwa ajili ya ujumbe huu ambao Bwana umewakilisha kwetu. Ninakusihi Mungu, endelea kuwa pamoja nasi tunapoendelea mbele. Bwana, usituache, mkono wako Roho hodari uende pamoja nasi. Nakushukuru Mungu, mimi mtumwa wako ulinitumia kama chombo, naachilia neema yako na neema zako. Asante kwa sababu Mungu unaweza na unatenda yote. Kwa jina la Yesu nimeomba, amen.